Serikali ya Israel. Umoja wa Ulaya waandaa mkutano wa uwekezaji na mataifa yanayoendelea mjini Brussels, na Korea Kaskazini yaadhimisha miaka 80 ya chama tawala cha wafanyakazi. Habari kamili. Tel Aviv. Ofisi ya Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu imetangaza mapema leo Ijumaa kwamba serikali ya Israel imeidhinisha mfumo wa kuachiliwa kwa mateka wote walio hai na waliokufa. Timu ya kijeshi ya Marekani ya maafisa 200 itatumwa Mashariki ya Kati kusimamia usitishaji vita wa Gaza kati ya Israel na Hamas baada ya makubaliano ya amani yaliyosimamiwa na Rais wa Marekani Donald Trump. Jukumu la timu hiyo litakuwa kusimamia, kuchunguza na kuhakikisha kuwa hakuna ukiukwaji. Maafisa wa kijeshi wa Misri, Qatar, Uturuki na pengine Emarati watajumuishwa kwenye kikosi hicho. Kansela wa Ujerumani Friedrich Merz amesema anatumai mwisho wa vita vya Gaza utasaidia kupunguza mivutano ya kisiasa nchini Ujerumani ambayo imepamba moto, huku kukiwa na ongezeko la matukio ya chuki dhidi ya Wayahudi tangu vita vya Gaza vilipoanza miaka 2 iliyopita. Washington. Rais wa Marekani Donald Trump amesema washirika wa Marekani na jumuiya ya kujihami NATO wanaongeza shinikizo ili kuvifikisha mwisho vita nchini Ukraine baada ya mawasiliano yake na Rais Vladimir Putin wa Urusi kushindwa kufikia usitishaji mapigano. Trump aliyasema hayo jana katika ikulu ya White House wakati wa mkutano na Rais wa Finland Alexander Stubb alipoulizwa na mwandishi wa habari wa shirika la AFP ikiwa ataongeza juhudi za kutafuta makubaliano. Trump amesema vita vilivyochochewa na uvamizi wa Urusi mwaka 2022 nchini Ukraine vimedhihirisha kuwa vigumu zaidi kusuluhishwa. Stubb alisema ana imani kuwa Trump atafanikiwa kupata maafikiano kuhusu Ukraine kufuatia makubaliano ya Gaza. Kiev. Watoto 23 wa Ukraine na vijana wanarika wameokolewa kutoka maeneo yanayokaliwa na Urusi hadi wilaya iliyo chini ya udhibiti wa Ukraine. Hayo ni kwa mujibu wa Andrei Yermak, mkuu wa wafanyakazi wa rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky, katika kauli aliyoitoa jana Alhamisi. Yermak aliandika kwenye mtandao wa kijamii wa Telegram akisema uokoaji ulifanywa chini ya mpango wa rais wa kuwarejesha watoto Bring Kids Back, unaolenga kuwaleta watoto katika maeneo salama baada ya kufukuzwa, kupelekwa nchini Urusi au kufungiwa katika maeneo ya Ukraine yanayodhibitiwa na Urusi. Ukraine inasema Urusi imewafurusha kinyume cha sheria au kuwahamisha kwa lazima zaidi ya watoto 19,500 kwenda Urusi na Belarus katika hatua ya ukiukaji wa mikataba ya Geneva. Unaendelea kuisikiliza taarifa hii ya habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bonn. Umoja wa Ulaya umeshawishi mataifa yanayoendelea katika mkutano wa siku 2 wa uwekezaji ulioanza jana mjini Brussels, huku mkuu wa halmashauri ya Umoja wa Ulaya Ursula von der Leyen akieleza kwamba jumuiya hiyo ni kama mshirika wa kutegemewa katika ulimwengu wa miamala ya kibiashara. Von der Leyen alikuwa mwenyeji wa viongozi 12 wa nchi za ukanda wa kusini wa dunia katika mkutano huo wa Brussels. Rais Paul Kagame wa Rwanda, Rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa na Joao Lorenzo wa Angola ni miongoni mwa viongozi waliohudhuria ufunguzi wa mkutano huo wenye lengo la kuimarisha mpango wa kimataifa wa ujenzi wa miundombinu ambao Umoja wa Ulaya unatumai unaweza kukabiliana na ushawishi wa China unaokuwa duniani. Pyongyang. Korea Kaskazini leo inaadhimisha miaka 80 ya chama tawala cha wafanyakazi. Urusi inawakilishwa na rais wa zamani Dmitry Medvedev ambaye anahudumu kama naibu mkuu wa Baraza la Usalama linaloongozwa na Rais Vladimir Putin. Kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong-un amefanya mazungumzo na waziri mkuu wa China Li Qiang siku ya Alhamisi mjini Pyongyang na kusifu uhusiano wa kirafiki na ushirikiano wa nchi hizo mbili. Na hatimaye Port-au-Prince. Wanachama wa magenge ya uhalifu wamekabiliana na polisi siku ya Alhamisi karibu na makao makuu ya serikali ya Haiti wakati mawaziri wanaoendesha utawala dhaifu wa muda walipokuwa wakikutana kwa mara ya kwanza
baada ya miezi kadhaa. Shirika la habari la AFP limesema kwamba kumesikika milio ya risasi katika mji mkuu Port-au-Prince. Mwisho wa habari za ulimwengu kutoka DW. DW Dunia Yetu Leo Asubuhi. Asante sana Josephat Charo. Wakati huu basi tunazidi kusonga mbele kwenye awamu ya pili ya ripoti za waandishi na uchambuzi. Kwako Mohamed Helef. Asubuhi ambapo utaangazia kwa kina yanayojiri sasa tangu Israel na wanamgambo wa Kipalestina watangaze kufikia makubaliano ya kukomesha vita vya Gaza. Tutaangazia pia tuzo ya amani ya Nobel ambayo inatarajiwa kutangazwa hivi leo. Tujikita zaidi kwenye mchakato wake. Nchini Tanzania siku zinasonga mbele kuelekea uchaguzi mkuu wa Oktoba 29, lakini bado kuna wagombea hadi hivi leo hawajapanda majukwani. Kwa nini? Leo ni Ijumaa, ni siku ya utamaduni na sanaa. Tuanzie lakini kwenye mzozo wa Mashariki ya Kati baada ya hapo jana Israel na wanamgambo wa Kipalestina kufikia makubaliano ya kutekelezaji wa awamu ya kwanza ya mpango wa amani wenye vipengele 20 uliopendekezwa na Rais Trump wa Marekani na Israeli yenyewe. Mwenzangu Josephat Charo amefuatilia hatua za hivi karibuni kabisa kwenye makubaliano hayo. Ofisi ya waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu imetangaza mapema leo Ijumaa kwamba serikali ya Israel imeidhinisha mfumo wa kuachiliwa kwa mateka wote walio hai na waliofariki. Chapisho fupi kwenye mtandao wa kijamii wa X lililenga kuachiliwa kwa mateka, lakini halikutaja sehemu nyingine za mpango wa rais wa Marekani Donald Trump wa kumalizika vita vya Gaza. Ofisi hiyo ilisambaza maelezo yaliyotolewa na Netanyahu kwenye mkutano wa kuidhinisha mfumo wa kuachiliwa kwa mateka pamoja na mjumbe maalum wa Marekani kwa ajili ya Mashariki ya Kati Steve Witkoff na mkwe wa Trump Jared Kushner. Netanyahu alikuwa amekabiliwa na shinikizo kutoka kwa washirika wake wa mrengo mkali wa kulia, huku waziri wa usalama wa kitaifa Itamar Ben-Gvir akisema atapiga kura kuyapinga makubaliano hayo, akiuita mpango wa kuachia maelfu ya wafungwa wa Kipalestina badala ya mateka 47 waliosalia Gaza kuwa ni gharama kubwa isiyoweza kuvumilika. Israeli ilisema Alhamisi pande zote zimetia saini awamu ya kwanza ya makubaliano ya kusitisha mapigano Gaza na kuwaachilia mateka, na kuongeza kuwa Hamas kuwaachilia mateka kutakomesha vita hivyo. Trump alisema anapanga kuondoka Jumapili kuelekea Mashariki ya Kati. Misri inapanga hafla ya kusherehekea kukamilika kwa makubaliano hayo, huku rais wa Marekani pia akitarajiwa kupitia nchini Israel na anafikiria kwenda kuiona Gaza iliyoharibiwa. Wakati huo huo, timu ya kijeshi ya Marekani ya maafisa 200 itatumwa Mashariki ya Kati kusimamia usitishaji vita wa Gaza kati ya Israel na Hamas baada ya makubaliano ya amani yaliyosimamiwa na Rais Trump. Jukumu la timu hiyo litakuwa ni kusimamia, kuchunguza na kuhakikisha kuwa hakuna ukiukwaji. Maafisa wa kijeshi wa Misri, Qatar, Uturuki na pengine Emarati watajumuishwa kwenye kikosi hicho. Maafisa wa Marekani wamesema hakuna wanajeshi wa Marekani wanaokusudiwa kuingia Gaza. Wakati haya yakiarifiwa, waziri wa mambo ya nje wa Uingereza Yvette Cooper amesema nchi za Ulaya zote zitakuwa na jukumu lao katika mchakato wa amani wa Gaza. Asante Josephat Charo. Kila mwaka mwezi wa Oktoba, macho ya dunia yote huelekezwa mjini Oslo nchini Norway, ambako tuzo ya amani ya Nobel hutangazwa. Ni heshima kubwa zaidi duniani kwa wale wanajitolea kuimarisha amani, haki na udugu kati ya mataifa na jamii. Lakini je, umewahi kujiuliza ni nani humchagua mshindi wa tuzo hii na mchakato endeleaje kutoka pendekezo hadi tangazo kutolewa rasmi? Idi Sesanga anaangazia safari ya mojawapo ya tuzo kubwa kabisa zenye usiri na heshima kubwa ulimwenguni. Kila mwaka mamia ya mapendekezo huwasilishwa kwa kamati ya Nobel ya amani ya Norway. Mwaka huu 2025 kamati imepokea jumla ya majina 338 ya watu na mashirika kutoka kote ulimwenguni. Wajibu wa kuchunguza majina hayo umekabidhiwa kwa watu 5 walioteuliwa na bunge la Norway kwa uwiano wa kisiasa unaoakisi nguvu za vyama ndani ya bunge hilo. Christian Berg Hafken, katibu wa kamati ya Nobel na mkurugenzi wa taasisi ya Nobel, anaeleza kuwa kamati hupokea maelfu ya mapendekezo kisha huyaainisha kwa uhalali na kuwasilisha orodha ndefu kwa ajili ya kuchambuliwa na wajumbe.
Baada ya hapo, majina machache huchaguliwa kwa uchunguzi wa kina na wataalamu huru kabla ya kufanyiwa maamuzi ya mwisho. Kadri msimu wa kiangazi unavyokaribia, orodha ya waliopendekezwa kwenye tuzo hiyo hupunguzwa na kubaki majina machache tu. Wakati wa kiangazi, kamati hufanya uamuzi wa mwisho, kisha inaanza maandalizi ya tangazo rasmi ambalo hufanyika kila mara siku ya Ijumaa ya kwanza ya mwezi Oktoba. Kwa mujibu wa wasia wa Alfred Nobel wa mwaka 1895, tuzo hii inapaswa kutolewa kwa mtu aliyefanya zaidi kuimarisha udugu kati ya mataifa, kupunguza au kufuta majeshi ya kudumu na kukuza mikutano ya amani. Lakini Hafikin anasisitiza kuwa kila uteuzi huzingatia pia mazingira ya sasa ya kisiasa na kijamii duniani, ikimaanisha kuwa kamati hutafuta mchango unaoleta athari halisi kwa wakati wa sasa. Je, nani anaruhusiwa kupendekeza majina? A lot of people can nominate. Watu wengi wanaweza kupendekeza wagombea wa tuzo hii. Makundi mawili makubwa yenye haki hiyo ni kwanza, wanataaluma wakiwemo maprofesa na maprofesa wasaidizi, hata waliostaafu katika nyanja zote za sayansi ya jamii, theolojia, falsafa, sheria na historia. Tayari hilo pekee ni kundi kubwa sana duniani lenye uwezo wa kupendekeza majina. Kundi la pili ni wanachama wote wa mabunge ya kitaifa na serikali popote duniani ambao bado wanahudumu. And governments anywhere in the world. Hata hivyo, orodha kamili ya majina hubaki siri kwa miaka 50. Mchakato wa uteuzi hufungwa Januari 31 kila mwaka, kisha majadiliano huanza. Kamati hukutana takriban mara moja kwa mwezi na hujaribu kufikia maamuzi kwa makubaliano au kura ikiwa ni lazima. Kwa mujibu wa wachambuzi wa masuala ya Nobel, ni vigumu kutabiri mshindi. Wengine wanasema kamati inaweza kuangazia shirika la kibinadamu, wanahabari au taasisi ya Umoja wa Mataifa, lakini kama ilivyo desturi, inaweza pia kutoa mshangao. Kwa mwaka huu, baadhi ya waliotajwa na waliopendekezwa ni Mahakama ya Kimataifa ya Uhalifu ICC, Jumuiya ya Kujihami ya NATO, mwanaharakati wa Hong Kong Chow Hang-tung na wakili wa haki za binadamu wa Canada Irvin Kotler. Wakati huo huo, viongozi wa Cambodia, Israeli na Pakistani waliompendekeza rais wa Marekani Donald Trump walichelewa, na hivyo mapendekezo yao hayatakubalika kwa tuzo ya mwaka wa 2025. Mshindi wa tuzo ya Nobel ya amani 2025 atatangazwa leo Oktoba 10 na atajinyakulia nishani, cheti pamoja na zaidi ya dola za Marekani milioni 1. Lakini zaidi ya zawadi hizo ni heshima ya kimataifa kwa mtu au taasisi iliyochangia kudumisha amani, urithi ulioanzishwa zaidi ya karne moja iliyopita na Alfred Nobel. Asante Idi Sesanga. Wakati kampeni za uchaguzi mkuu nchini Tanzania zikiingia hatua ya la salama, baadhi ya wagombea wenye mahitaji maalum wanajikuta njia panda kutokana na kukabiliwa na changamoto kadhaa za ukosefu wa fedha, hali inayofanywa washindwe kupanda majukwaani kuwafikia wapiga kura. George Jogopa na taarifa zaidi. Hamasa na shamra ndio wakati wake muda wa kampeni, ambako wagombea wanaingia wiki ya lala salama kuwashawishi wapiga kura. Lakini kwa wengine wamesali kwa usindikizaji wa macho katika kunadi sera zao. Changamoto kubwa zaidi kwa wagombea wenye ulemavu ni kupungukiwa kwa rasilimali ikiwemo fedha, jambo linalotia shaka wagombea wa kundi hili iwapo wanaweza kuvuna chochote wakati wapiga kura watakapoteremka katika vituo vya kupiga kura hapo Oktoba 29. Kondo Adulshef, mgombea mwenye ulemavu anayewania nafasi ya bunge kupitia chama cha wananchi CUF wilayani Kisarawe, anasema hadi sasa hajapanda katika majukwaa kampeni kuzungumza na wapiga kura, na kwamba hali hiyo inamzidishia wasiwasi iwapo ataweza kutimiza ndoto yake ya kwenda bungeni. Naona dalili sio nzuri sana. Kwa hiyo hatima yangu kama naona kwamba mimi binafsi naona wenzangu naona haieleweki mpaka sasa. Katika chaguzi mara zote, makundi yanayojulikana kama maalum, ambayo ni vijana, wanawake na watu wenye uhitaji maalum, yamekuwa yakipewa msukumo kujitokeza kwa wingi kwa ajili ya kuwania nafasi mbalimbali za uongozi, na kwenye uchaguzi huu wameitikia shinikizo hilo. Katika kampeni zao, makundi hayo yanapigwa jeki na kauli mbiu kwamba kuyawezesha makundi hayo ni kuinua jamii hiyo kutokuwa tegemezi. Lakini Ndonde Saidi Ndonde, ambaye amejitokeza kuwania bunge, anashangaa kuona kwamba vyama vya siasa vinasaidiwa na Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi, kwa mfano wale wagombea urais waliopewa magari, ila hali watu wenye mahitaji maalum kama yeye wakiendelea kuachwa. Kwa hiyo akijawezeshwa ndani ya chama, akijawezeshwa kwenye serikali, lakini tunasikitika kwamba vyama vyenyewe tuliokuwepo vinawezeshwa na serikali, lakini
sisi watu wenye ulemavu hatuwezeshwi. Hata kama sheria hailazimishi mamlaka wala taasisi kuwasaidia kifedha na rasilimali wagombea kama hawa wenye mahitaji maalum, wafuatiliaji wa mambo wanasema kilicho wagombea hao kinapaswa kutizama kwa jicho la pili, wakiamini kwamba mchakato wa kidemokrasia unapaswa kuanzia ndani ya vyama vyenyewe. Makwaya Shija ambaye amekuwa akifuatilia kwa karibu kampeni za uchaguzi huu anasema mzigo wa lawama unapaswa kutupwa kwa vyama vyenyewe kwa kushindwa kufanya maandalizi ya kuwawezesha wagombea hao, hasa kwa vile vyama vinavyopokea ruzuku au vyama hivi ambavyo vinagombea viwape kipaumbele na wao, kwa sababu ni sisi wana haki sahihi kabisa ya kuweza kushiriki kwenye uchaguzi kama ilivyokuwa siku ile ambao Mungu amekubariki kuwa hatuna changamoto hizo. Hivi sasa Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi INEC iko mbioni kuanza kutoa machapisho yatakayotambulisha wagombea watakaopigia kura, lakini kwa hali wako ambao watakuwemo kwenye karatasi za kura, ili hali wenyewe hajawahi kwenda mitaani kuomba kura hizo. Kutoka Dar es Salaam ni George Njogopa wa DW. Umoja wa Mataifa utaanza kupunguza vikosi vyake vya kulinda amani na operesheni zake na kuwa lazima elfu ya wanajeshi hao kuondoka katika maeneo mbalimbali migogoro ulimwenguni katika miezi michache tu ijayo, kufuatia hatua ya Marekani kupunguza ufadhili wake kwa taasisi hiyo ya kimataifa. Saumu Njama na maelezo zaidi. Afisa mwandamizi wa Umoja wa Mataifa aliyezungumza kwa sharti la kutotajwa jina kutokana na mazungumzo ya faragha aliwafahamisha waandishi wa habari kuhusu mpango wa kupunguzwa kwa 25% idadi ya walinda amani duniani, huku Marekani, mfadhili mkubwa zaidi wa Umoja wa Mataifa, ikifanya mabadiliko yanayolingana na sera ya Rais Donald Trump ya Amerika Kwanza. Takriban wanajeshi na maafisa wa polisi 13,000 hadi 14,000 kati ya zaidi ya walinda amani 50,000 walioko katika misheni 9 duniani watarudishwa makwao. Ofisi ya msaada ya Umoja wa Mataifa nchini Somalia pia itaathirika. Umoja huo unapanga kupunguza takriban 15% ya bajeti ya dola bilioni 5.4 ya vikosi vya kulinda amani kwa mwaka ujao. Misheni za kulinda amani za Umoja wa Mataifa zipo katika nchi mbalimbali zikiwemo Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Jamhuri ya Afrika ya Kati, Sudan Kusini, Lebanon, Cyprus na Kosovo. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres amesema bajeti ya kulinda amani ni sehemu ndogo ya matumizi ya kijeshi duniani, ikiwa ni takriban nusu ya 1% pekee. Aidha, amesisitiza kuwa operesheni za kulinda amani ni mojawapo ya njia bora na za gharama nafuu za kuimarisha amani na usalama wa kimataifa. Mabadiliko haya makubwa yanajiri baada ya mkutano kati ya katibu mkuu Guterres na wawakilishi wa nchi wafadhili wakuu, ikiwa ni pamoja na Mike Waltz, balozi mpya wa Marekani katika Umoja wa Mataifa. Waltz na maafisa wengine wa utawala wa Trump wamesema kuwa bajeti na mashirika ya Umoja wa Mataifa yamejaa uzito na hayana faida, hivyo wameapa kutotoa mchango zaidi hadi Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani itakapokamilisha tathmini ya ufanisi wa kila shirika au programu zake. Historia inaonyesha kuwa operesheni za kulinda amani za Umoja wa Mataifa zimeongezeka kwa kiasi kikubwa. Mwishoni mwa vita baridi mwaka 1990, walinda amani walikuwa 11,000 tu, lakini kufikia mwaka 2014 walifikia 130,000 katika operesheni 16. Hivi sasa takriban walinda amani 52,000 wanahudumu katika maeneo 11 yenye migogoro barani Afrika, Asia, Ulaya na Mashariki ya Kati. Marekani imetangaza kuwa itatoa dola milioni 680 kwa misheni 9 inazofadhili, punguzo kubwa kutoka dola bilioni 1 ilizotoa mwaka uliopita. Fedha hizo zitalenga misheni zote zinazoendelea, hasa zile ambazo Marekani ina maslahi maalum, kama vile walinda amani nchini Lebanon na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa mujibu wa afisa mwingine wa Umoja wa Mataifa aliyezungumza pia kwa sharti la kutotajwa jina, mchango wa Marekani na China unachangia nusu ya bajeti ya kulinda amani, na China imeonyesha nia ya kuendelea kutoa mchango wake kamili kabla ya kumalizika kwa mwaka huu. Tumalizie kwa kuelekea sasa huko nchini Nigeria, ambako mwaka mmoja baada ya mafuriko makubwa kuporomosha majumba katika eneo zima la mji wa kaskazini mashariki wa Maiduguri, wakazi wengi wa mji huo bado hawana pa kuishi.
Sauma Simba anaiangalia hali ilivyo hivi sasa katika mji huo na mitazamo ya wakazi wake. Zaidi ya wakazi 300,000 wa mji huo wa Maiduguri waliachwa bila makazi na wengi walipoteza maisha baada ya bwawa lililoko nje ya mji huo kupasuka mnamo mwezi Septemba mwaka 2024. Majengo yaliyochakaa yaliporomoka ghafla kufuatia mafuriko yaliyosababishwa na mvua kubwa. Mwaka mmoja baada ya mafuriko ya kutisha, wakazi wa Maiduguri kama Mariam Jidda bado hawana pa kuishi. Nyumba yake iliyokuwa wakati mmoja imara imegeuka kuwa gofu lililojaa matope. Kuachwa bila makazi kwa idadi kubwa ya watu kumesababisha ongezeko la shinikizo katika mji huo ambao toka hapo maelfu ya wakazi wake wanaishi kwenye makambi au barabarani baada ya kukimbia mashambulizi ya makundi ya wanamgambo wa Boko Haram na kundi linalojiita Dola la Kiislamu. Hivi sasa waathirika wengi wa mafuriko wanaishi kwenye hali nafuu kiasi ikilinganishwa na walipokuwa mwaka mmoja uliopita. Jida lakini anasema na watoto wake 9 kwa sasa wanaishi na jirani yake katika chumba kimoja. Akisimulia hali ya maisha yake, mama huyo mtu mzima mwenye umri wa miaka 75 anasema wakati mafuriko yalipoukumba mji wa Maiduguri, mali zake zote ziliharibiwa. Familia yake hata kabla ya mafuriko ilikuwa haiko kwenye hali nzuri baada ya mwanawe wa kiume aliyekuwa mtu pekee aliyetegemewa kufariki. Ajuza huyo alikuwa akiishi kwa kutegemea kuuza cola nuts. Hizi ni aina ya karanga maalum za kuleta msisimko mwilini, lakini amekuwa akishindwa kupata kiwango cha pesa za kutosha kumwezesha kuanzisha tena biashara yake hiyo tangu janga la mafuriko. Na kutokana na hali hiyo amelazimika kuhifadhiwa na majirani. Jeda anasema pia alianza kuishi Maiduguri miaka 11 iliyopita baada ya kukimbia mashambulizi ya makundi ya itikadi kali yanayopigana dhidi ya serikali yakiwania kuunda utawala wao wa khalifa. Yeye alikuwa miongoni mwa waliobahatika kuepuka kuwekwa kwenye kambi za waliokosa makazi. Familia yake ilinunua nyumba ya vyumba viwili katika mji huo wa Maiduguri katika eneo lenye wakazi wengi la Gwange. Mbali ya Jida na familia yake, Aisha Ali Adam mwenye umri wa miaka 45, mjane, pamoja na watoto wake 8 nao pia wamepoteza kila kitu na hivi sasa wanaishi kwa kutegemea msaada wa kupewa na majirani na wahisani tangu janga hilo la mafuriko. Watoto wake hawaendi shule tangu mwaka jana kwa sababu anasema hawezi tena kumudu kuwanunulia sare za shule, vitabu na mahitaji mengine seuze chakula. Kabla ya janga la mafuriko alikuwa na kiwanda cha kuchakata mafuta ya karanga ambacho kiliharibiwa kabisa na mafuriko. Kwa ujumla, hata kabla mafuriko, wanafunzi kuacha shule lilikuwa ni tatizo kubwa katika jimbo la Borno ambako kiasi wanafunzi 700,000 hawana uwezo wa kupata elimu. Nusu ya idadi hiyo hawana makazi kutokana na vurugu na machafuko yanayosababishwa na makundi ya itikadi kali kwa mujibu wa takwimu za serikali. Katika kipindi cha zaidi ya mwongo mmoja, zaidi ya watu milioni 2 wameyakimbia makazi yao kaskazini mashariki mwa Nigeria, wengi wakitafuta hifadhi katika mataifa ya Niger, Chad na Cameroon. Naam, basi taarifa yake Sauma Simba inahitimisha sehemu ya kwanza ya matangazo yetu, lakini usiondoke mpenzi msikilizaji, tunakuletea hivi sasa makala fupi ya utamaduni na sanaa. Asante sana Mohamed Khelef. Asubuhi njema ipote pale ulipo msikilizaji. Tunakuomba simama kituo hiki kufikia malengo yetu ya uratibu. Kituo kipi? Radio Fortune Africa. Kufikia malengo yetu ya uratibu kwenye hatua ya kununua transmitter yenye uwezo wa kurusha matangazo yetu mbali na kwa njia nzuri atakayotanua wigo letu na kuwafikia mamilioni ya watu kwa njia ya FM. Wasilisha mchango wako kupitia paybill namba ni 625 account number ni 012450 8521 7800 au till number ni 4561468 kupitia mitandao yote ya kurusha pesa. Hii ni idhaa ya Kiswahili Radio Fortune Africa. Asubuhi njema. Hii ni Afrika Leo asubuhi, habari za dunia, ambapo hivi sasa tunashirikiana na shirika la DW na kurejesha kwa studio za DW kupokea makala ya siku ya leo. Hizi mbili katika ushindani wao hutofautiana kwa mavazi ya rangi nyekundu na kijani yenye kumaanisha utani wa jadi. Makala ya utamaduni na sanaa ya DW Kiswahili leo inamulika ushindani wa jamii hizi na utani wao wa jadi, jinsi unavyochangia katika kutunza mila na desturi. Mimi ni Alex Mchomvu, karibu.
Katika kabila la Wasukuma, jamii ya Wagika na Wagalu zinashindana kwa nguvu kubwa kupitia ngoma na uganga wa tiba za jadi, ambapo ngoma zinahusisha mashindano ya mashairi na uchezaji waliotumia majigambo kusifu koo zao na kudharau wapinzani, huku vikundi bora vikijipatia heshima na hadhi kubwa kijamii. Hivyo hivyo kwenye uganga na tiba za jadi, kila koo ilijivunia waganga hodari walioweza kutibu magonjwa na kufanya majaribio ya dawa zao kwa kuonyesha uimara wa kinga na nguvu za mitishamba, na ushindani huu uliimarisha nafasi ya koo mbele ya jamii nzima. Nimezungumza na mzee Masuka Ndaturu wa jamii ya Wagalu na Erasto Samuel maarufu kama Mwanang'ondi wa mkoani Simiyu nchini Tanzania. Upande wa Wagalu wana waganga wao na upande wa Wagika wana waganga wao. Sasa upande mmoja sasa huwa unapima sasa mwenzake ana uwezo gani kwenye zile dawa zake. Mnaposhindana pale huwa mnapata nini? Ng'ombe itachinjwa, mtakula, tumeshinda, dawa zetu ni bora. Sisi baba yetu alikuwa chifu, manake za chifu anakuwa na dawa za Wagalu, dawa za Wagika. Huwa mnapinzana nini? Dawa, manake faida yake sasa anaipata baada ya kushinda dawa yake. Kwa hiyo atakuwa na wateja wengi, hata kama mtu anakwenda kulima ataifata, ndio faida yake. Vijana wakiwemo ukoo wa Wagika na Wagalu wamekuwa wahusika wakuu katika kudumisha ushindani wa ngoma na uganga kwa vitendo. Kijana Samueli Masabo, mshabiki wa ngoma hizo. Kwa upande wa Wagika yupo chifu ambaye ndo anasimama kama mlengi mtare, lakini pia kwa upande wa Wagalu anaitwa Mahongola, yeye anasimama kama mlengi mtare. Hizi zimekuwa na faida kwa jamii zetu kwa sababu kwanza zinatunza utamaduni wetu, zimekuwa ni kiunganishi kikubwa na kuleta amani katika maeneo yetu. Baadhi ya makabila huona ushindani kama sehemu ya kuonesha majivuno, lakini kwa ujumla jamii hizo hutazamwa kama zenye urithi tajiri wa utamaduni. Elson Rafael Kazuzi ni kijana kutoka kabila la Wahaya nchini Tanzania. Nimeshuhudia jamii za Kisukuma zikiwa na namna nzuri ya kutunza tamaduni zao. Wanafanya vizuri sana kwenye kutunza tamaduni zao. Mashindano ya ngoma katika jamii hizi hutoa tafsiri ya kudumisha mshikamano, kuimarisha heshima za koo na kuenzi historia, na kufanya hayo yote, utamaduni huu unahakikisha kuwa mila na desturi hazipotei, kama anavyofafanua zaidi Yohana Maige Misese, afisa utamaduni nchini Tanzania. Kundi moja ni la Wagalu. Wagalu wenyewe wamejipambanua kwa rangi yao ya njano na Wagika wamejipambanua kwa rangi yao ya nyekundu. Vinatufundisha kitu fulani. Mtu anaweza akaamua kwenye sherehe yake akaalika, mimi nataka nialike Wagalu wa rangi ya njano kwa sababu na mimi nalizambo rangi ya njano, na mtu mwingine anaweza akaalika Wagika tu kwamba mimi nalizambo na rangi fulani, tayari inafanyika. Lakini mwingine anaweza akaamka, bana, tunaalika Wagalu na Wagika. Ushindani kati ya Wagika na Wagalu haukuwa wa uadui wa kudumu, bali ilikuwa ni sehemu ya mfumo wa jamii ya Wasukuma kuonesha heshima, umaarufu na nguvu za ukoo. Uliwasaidia Wasukuma kuimarisha mshikamano kwa kuwa kila koo ilitaka kuonesha ubora bila kuvunja jamii zao. Msikilizaji wa DW Kiswahili, hadi kufikia hapa nafikia tamati ya makala hii ya utamaduni na sanaa. Ulikuwa na mimi mwandaji na msimulizi wako Alex Mchomvo. Kwa heri na nikutakia wakati mwema. Kufika hapa tunahitimisha matangazo yetu ya asubuhi hivi leo, na tunakushukuru kwa kuungana nasi tangu mwanzo mpaka mwisho. Kwa niaba wote uliowasikia, naitwa Mohamed Khelef ni kutakia Jumaa Karim. Asante sana Mohamed Khelef kwa taarifa hiyo na uelekezi mzuri popote pale ulipo. Wakati huu msikilizaji, tunakushukuru sana kuendelea kutufuatilia. Wakati ambapo namna hiyo unachukua fursa kutufuatilia, inapendeza sana. Wakati huu basi ni Kiziba Mkonga kabla ya kuweza kuhitimisha. Katika Kiziba Mkonga cha sasa
Litazame jua linapozama ni uthibitisho kwamba chochote unachoona kinaishia kinaweza kuwa kizuri pia. Baadaye litazame jua linavyochomoza baada ya kutua jana. Kwa maneno mengine, unaweza kuona huyu wa nini, lakini wengine wanamuona anafaa sana. Ikiwa una huzuni, unaishi katika maisha yaliyopita. Ikiwa una wasiwasi, unaishi katika maisha yajayo. Ikiwa una amani, unaishi katika maisha ya sasa. Na hicho ndicho Kiziba Mkonga cha sasa.